Habari yako binafsi mpenzi mtazamaji wa Wachokonozi. Bwana, leo tuko kwenye ardhi ya Hehe. Tuko Iringa huko bwana. Tumekuja kwa babu yetu Mkwawa. Kuna jina lake tutalisikia, jina la ndani zaidi. Kwa sababu Mkwawa jina ambalo ni maarufu ndio, lakini kuna za ndani tutazisikia. Bwana, kuwa pamoja na sisi. Hii ni Wachokonozi. Bwana, karibu sana kwenye kipindi cha Wachokonozi. Kuna jina fulani la Kihehe tulifundishwa, wale mtu mdadisi anaitwa nani? Kuna jina fulani Ndasaras. Ndasaras. Sasa sisi ni wakina Ndasaras. Wachokonozi wa mambo. Tumefunga safari kutokea huko kokote duniani huko. Mikoa tofauti tumekuja kama wa Ndasaras. Kutafiti mkoa alikuwa nani na story nzima kwa ujumla. Hatutakubana sana. Karibu sana. Asante. Funguka. Na mimi nawakaribisheni sana. Karibuni kwenye ngome ya Mtwa Mkwawa. Naam. Karibuni sana. Shukrani. Tunashukuru. Naam, sasa sisi tungependa tufahamu, wewe ni mjukuu wa Sultan. Sijui niseme ni kitukuu, ni mjukuu, wewe utatuambia. Kumekuwa na hadithi nyingi kuhusiana na Mkwawa ambazo sisi kama wa Ndasalasi Wachokonozi yes, mara nyingi tumekuwa tunaona kama hiyo story na missing point, yani ni puzzle ambayo kuna vitu vina miss. Sasa kwa sababu hatutaki tu kubaki na puzzle, wewe kama kitukuu cha Sultan, tungependa kupitia wewe, ingawa tumeshafahamu machache, tungependa kupitia wewe sasa mazungumzo yako yawe rasmi kwa taifa na bara hili, kwamba ulitoa historia ya dhati na ya kweli kuhusu hayati Chifu Mkwawa. Hicho ndio kikubwa cha kwanza ambacho tungependa kusikia kutoka kwako. Kwa hiyo ungejitambulisha kwa Wachokonozi hapa, alafu uanze kutiririka. Asante. Jina langu naitwa Fatma Abdul Adam Sapi Mkwawa. Ni kizazi cha 5 kutoka kwa Mtwa Mkwawa. Napenda kutumia Mtwa na ndio desturi, kwa sababu Mtwa ndio mfalme. Walipotutawala Waingereza wenyewe walitaka mfalme awe mmoja tu wa kwao. Ndio maana wakaitoa wakawaita viongozi wetu chief. Chief ni cheo kidogo sana. Kwa hiyo mfalme, sisi kwetu Mtwa Mkwawa ni mfalme. Yes. Au viongozi wa Kiafrika ni wafalme. Sio viongozi wadogo. Ni viongozi wakubwa. Kwa hiyo nitaeleza naweza nikasema labda angalau kwa urefu kidogo. Kwa sababu habari zake unaweza kaziongea hata wiki usizimalize. Lakini kabla tujaenda mbali sana, kuna muonekano ambao uko hapa. Ndio. Kuna viti hapa tumekalia. Ndio. Lakini kati ya viti viko 1 2 3 4 5. Lakini kuna kiti kimoja hapa kiko missing. Huyu cameraman sio atakuwa amekimulika na kiangalia. Sijajua kama anakiona cameraman na watu wengine waone. Kiko wazi. Ndio. Inakuaje? Kiti hiki ni cha mfalme ambaye ni Adam wa pili. Adam wa Mtwa. Adam wa pili. Kiongozi wa kabila wa Hehe. Maana yake hapa mmefika kwenye ngome yake, maana yake kwenye himaya yake. Sasa mtu akikalia, maana yake umekalia mamlaka yake. Kwa hiyo kinabaki wazi. Haruhusiwi mtu yoyote kukalia isipokuwa hadi mwenyewe awepo. Hata akitoa maagizo kuwa atakuja mtu labda kuleta taarifa zangu, haruhusiwi kukalia. Ni yeye tu alipokirithi mpaka na yeye maisha yake atakapokuwa yameisha. Kwa maisha yeye kuondoka kwenye cheo hiki mpaka maisha yake mpaka kufa kwake. Ndio utaratibu. Hakuna sijui labda hana akili sawa au ana tatizo gani, hapana. Kwa sababu uongozi wa kimila sio siasa. Sio siasa. Kusema utachagua, utahonga pesa, uchaguliwe uonekane wewe ndio unafaa, hapana. Haiangalii. Shukrani. Nilikuwa nataka kuulizia kuhusu kiti tu hapa.
Karibu. Hadithi kubwa iliyopo katika jamii yetu inaeleza Mkwawa alikuwa chief, lakini kwa kuitwa chief maana yake ni kwamba ni cheo kidogo sana, yani ni kama useme sijui balozi, naweza tukasema hivyo, si ndio? Au kiranja maybe. So kwa asili hapo nimesikia umesema kwamba anatambulika kama Mtwa. Sasa Mtwa Mkwava au Mkwawa alikuwa nani na ilikuwaje akawa mfalme? Mtwa Mkwawa naweza nikasema alikuwa ni mtoto wa pekee, kama vile mlivyopenda kujiita nyinyi kina Ndasalasi. Mtwa Mkwawa kabla hajafikisha ule umri ambao alipokea madaraka kutoka kwa babake, aliitwa Ndasalasi, jina lake la kutoka utotoni. Yani alipewa lile jina jina huwa linatangulia kabla mtoto hajakuona ukamwona. Kwa hiyo nadhani lile jina lilimuumba zaidi. Yes, akawa vile. Ndio maana inapendeza zaidi kutoa jina zuri kwa mtoto. Ukamuita sikujua, sikudhani, shida, si majina mazuri sana. Yes. Waafrika tuna majina mazuri. Unaweza ukamuita nyota mtoto wako. Kwa hiyo Mtwa Mkwawa aliitwa Ndasalasi, lakini baadaye lile jina lilileta maana kwa sababu ni alikuwa kweli mdadisi. Sio mtu wa kushindwa kirahisi toka utoto wake. Ndio. Labda moja ya matukio yapi yalimfanya mpaka akawa kweli kijana na jamii hii ya Wahehe ikamtambua? Kuna tukio lipi hasa mpaka kweli anaonekana ni kijana Ndasalasi kweli? Kuna tukio lipi lilimdhihirisha? Wanasema mtoto wa kiume anakuwa karibu sana na mama kuliko na baba. Kwa hiyo Mtwa Mkwawa alikuwa ni kijana ambaye hapendi kutoka nyumbani. Akitoka labda kama kwenda kuinda na baba yake, lakini zaidi alikuwa na kuwepo nyumbani, maeneo ya nyumbani. Yes. Kwa hiyo hata wazazi wake walimgundua mapema kuona huyu ni kijana ambaye yuko vizuri, anajitambua. Kwa lugha nyingine unaposema alikuwa karibu na mama, ndio tuna connect na ile story kwamba mama ndiye alikuwa anamsaidia hata katika uongozi wake pia. Bado nasema mtoto wa kiume kwa mama. Yaani hiyo iko kwenye asili. Tunaambiwa mama ndio shujaa wa kwanza. Au naweza nikasema mwanamke amebarikiwa sana katika dunia kwa sababu ndio, bila mama manake hatuzaliwi, hatuongezeki. Ana umuhimu mkubwa sana. Kwa hiyo alikuwa karibu na mama. Kuna vitu alikuwa anavipata. Ndio. Na inasemekana kwamba Mtwa Mkwawa hadi anateuliwa au anasimikwa na baba yake kuwa mrithi, kuna tukio alilifanya na alikuwa na umri gani? Habari zinasema alipewa ule uongozi kwa sababu ndio wakati huo kulikuwa na vita ya kikabila, manake Wangoni na Wahehe. Kwa hiyo babake alikuwa katika mapigano, lakini alizidiwa nguvu na Wangoni, manake wakawa wamemwahi, wamemteka. Baada ya kumteka, wenzetu, wazee wetu wa zamani walikuwa wakiota ndoto au wakimsababisha mtu aote kama kuna shida. Walikuwa na uwezo huo. Tutajifunza baadaye kwa nini huo uwezo sasa hivi hatuna. Kwa hiyo alipokuwa ametekwa, wakiwa wanasubiri viongozi waje wa Kingoni, wakubwa wao, usiku Mtwa Mkwawa akaoteshwa na baba yake. Akaota kuwa baba amepata shida sehemu fulani. Kwa hiyo akamwaga mama yake na kwenda mpaka lile eneo. Na akati anatoka nyumbani, manake alitoka na watu ambao askari wa babake. Kwa sababu babake tayari alikuwa ni mtemi wa eneo hili. Kwa hiyo alipofika kule, basi kama ndoto ilivyomueleza afanye nini, basi alifanya vile alivyofanya, kusababisha wale askari ambao wanalinda pale kupata usingizi, na baadaye akamtoa babake. Kwa hiyo kile kitendo
Mtemi Mnyigumba kilimfurahisha sana, ambaye ndio baba yake na Mkwawa. Okay. Akiwa sasa Ndasalasi bado haitu Mkwawa. Kwa hiyo akamwambia wewe mtoto wangu ndio utakaye nirithi kwa ushujaa ambao umeuonyesha. Alikuwa na watoto wangapi? Wafalme wa zamani walikuwa na watoto wengi. Wengi. Kwa alionekana Ndasalasi mchunguzi, mdadisi, mchokonozi ni yeye. Inawezekana walikuwepo lakini labda walikuwa ni wadogo. Japokuwa pale katika mama yule mkubwa, kwa sababu mtu wa Mkwawa kwa babake na mamake ndo alikuwa mkubwa. Huyo Bibi Sengimba. Mke mkubwa. Bibi Sengimba. Ndo alikuwa mke mkubwa. Wengine walikuwepo lakini walikuwa wanafuata sasa. Na ufalme anapewa mtoto wa mama wa kwanza. Okay. Na haijawahi kutokea kusema labda mama wa kwanza amekosa. Mara nyingi inatokea kuwa anapata mtoto wa kiume. Mara nyingi kwa sababu hata ilivyoendelea kwa Adam Sapi, manake alizaliwa yeye na dada yake, japokuwa Adam yeye alizaliwa peke yake. Kwa mama ambaye speaker wa Mkwawa, ambaye kwetu sisi ni babu yetu wa kwanza wa Tanzania. Okay. Kwa hiyo unakuja kuona kwani Watanganyika sijui au Watanganyika. Kwa hiyo baadaye unakuja kuona baba yetu pia yeye alikuwa ni watatu kuzaliwa katika watoto 10, wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, wa tatu alifuata baba yetu. Na sisi kwetu mtu wa Adamu wa pili yeye ni mtoto wa 5. Mimi wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wa 4 wa kike. Kwa hiyo tunaona kuwa jinsi ilivyopangwa, manake sisi kina dada tunaonekana ndio walinzi wa kaka zetu. Kwa hiyo Mungu alijua kuwa huyu Adam atakuja kupata uongozi akiwa mdogo. Kwa hiyo anatakiwa ulinzi mkubwa. Ndio maana hata tukikaa unakuta dada zake tumekaa tunamzunguka yeye, maana yake ana ulinzi mkubwa sana. Sasa na inasemekana kwamba mtu wa Mkwawa wa kipindi hicho Ndasalasi alikuwa na umri wa miaka 20 na kitu. Ni kweli au ni hadithi ambazo tunalishwa? Ni kweli. Alikuwa na miaka 23. Wakati anaanza kupokea mamlaka. Anaanza kupokea mamlaka. Kwa sababu hata hilo jina lake la Mkwawa hiyo ni ufupi tu, kwa sababu walishindwa kutamka. Lakini yeye alikuwa ni Mkwavinyika. Mkwavinyika maana yake ni mtu ambaye anamiliki sehemu kubwa ya ardhi kwa nguvu, yani utake ustaki ataimiliki, lakini anaimiliki sio kwa kunyang'anya, hapana. Katika yeye miongozo yake ambayo alikuwa, kwa sababu yeye hakupenda kumuonea mtu, alipenda watu, alipenda jamii yake. Ndio maana ukifika eneo la Iringa ukutani na watu fulani ukajua huyu ni Mhehe moja kwa moja. Tuna mchanganyiko kwa sababu kuna watumwa walikuwa wanatoka mbali wanapita hapa, yeye akiwakamata na wanabaki hapa. Yes. Alikuwa haruhusu biashara ya watumwa, maana yake hawezi kuruhusu mtumwa apite katika eneo. Na karuhusu apite aende. Haruhusu kabisa waende, ndio. Kwa hiyo unakuta tuna mchanganyiko. Kuna weupe, kuna weusi, warefu, wanene, lakini asili ya Wahehe maana yake tuna nguvu, muonekano tu unamuona huyu ni tough. Lakini asili ya jina Wahehe asili yake ni nini? Jina la asili ya Wahehe lilikuja baadaye, baada ya hizi vita sasa za Wajerumani na Wahehe. Na neno hehe ilitokana na ile mshangao. Wanashangaa nini sasa? Of course wanashangaa kwanza kumuona tu labda mtu mweupe. Na ndio maana ni msemo ambao mpaka leo upo. Ukiona unashangaa. Kwa hiyo ni hehe. Alafu salamu yetu Kamwene ile ilikuwa ni kodi. Kamwene. Ile ni kodi ambayo kwa mfano nyinyi mmekuja mmekuja hapa hapa Kalenga. Kwa hiyo labda mtatufundisha
kodi ambayo ukitaja wewe na huyo akitaja unajua huyu ni mwenzangu. Kwa hiyo sema mbwa kala mbwa amekula mkia. Kula mkia. Usimtajetaje huko Iringa. Nataja mboga mama yangu. Mboga ya watu. Niwa mie. Kwa hiyo kamwene ilikuwa ni kodi. Ukikwambia kamwene na ukisema kamwene unajua mwenzangu. Lakini ukibabaika. Lakini nataka niulize kipindi cha Mtemi Mkwawa. Mkwavi Nyika. Mkwavinyika. Shughuli za tuseme zilizokuwa zinasaidia ngome ili iishi ilikuwa ni nini? Shughuli zao. Asili ya Mhehe kwa habari ambazo nilikuwa napewa na wazee wangu. Haikuwa sana ufugaji. Sana ilikuwa uwindaji. Ndio maana unaona katika mji au mkoa wetu wa Iringa au hii eneo la Kalenga tunakuwa karibu na mbuga. Yes. Kwa hiyo ilikuwa sana ni uwindaji. Ndio ilikuwa shughuli kubwa na kilimo. Kwa hiyo askari na familia ya kifalme ya Mkwavinyika Mkwawa walikuwa na shughuli za kilimo sana. Ilikuwa ni kilimo. Ufugaji ulikuwa si sana. Sio sana. Kwa sababu alikuwa katika vita na Wangoni, alikuwa akiwapiga, anachukua na mifugo na nyinyi wenyewe anawachukua na udongo anawabebesha kutoka alikowapiga mnauleta hapa. Kwa hiyo mtakuja kuona kilima ambacho sisi wao tunaita kidunda. Kilima ambacho kilitengenezwa kwa kujaza ule udongo ambao umepigwa, yeye anawabebesheni mnakuja mnauweka. Na akisimama pale maana yake anakuwa amesimama na nyinyi wote mtamsikiliza. Na wakishaweka udongo watumwa wanarudi walikotoka. Wengine walibaki lakini wengine baadaye walirudi. Wanarudi kwao. Lakini kwa nia njema ya kuokoa. Kwa nia njema. Okay. Na katika historia ya Mtwa Mkwawa inasemekana alikuwa na wanawake 62. Aliwezaje kumudu wanawake hawa na aliwapataje? Nyewe kama wanafamilia hii mnaizungumziaje? Hapa tunaongea na wanafamilia. Za ndani watu wengine hawana hizo. Kweli kabisa. Alichokitegemea kwa sababu yeye amezaliwa akimuona babake yuko kwenye mapigano. Kwa hiyo alichojifunza manake natakiwa tuwe wengi. Tuwe wengi. Unapokuwa unazaa watoto wawili au mmoja kwenye maisha yako, kuna kitu unakuwa hujafanya umemisi. Tena hasa ukiwa Mwafrika. Mwafrika unatakiwa uwe na watoto 700 wamesibwa. Bila sasa wengi wanaishi mjini kule ndani, watakuwaje ardhi hawana. Ni mbaya sana mkizaliwa wawili au watatu. Kwa hiyo unakuwa kama hamna faraja fulani. Kwa sababu kama Mungu akimchukua mmoja tu anabaki tena mmoja. Hamna amsha. Lakini natakiwa kuwa wengi. Hamna amsha kugombania mashamba, viwanja. Hapa na pale damu, moyo usukume damu. Sasa aliwezaje kumudu sasa hivi aliwezaje kumudu wanawake 62? Alichokitegemea yeye Mtwa Mkwawa alikuwa ni kwa kizungu unaweza kusema very intelligent. Ni mtu mwenye upeo mkubwa sana wa akili. Kwa sababu tuna appreciate kile alichokifanya kwa miaka ile, miaka 1800 alikuwa na akili ambayo mpaka sasa sisi tunaitumia. Tunaishi vile vitu ambavyo Mtwa Mkwawa alifanya. Kwa hiyo yeye alihisi kuwa nitakapokuwa na wake wengi nitakuwa napata information kwa urahisi. Hiyo ilikuwa dhumuni lake au ilikuwa ni faida kati ya faida zake ambazo yeye aliona nikiwa na wake wengi nitafaidika nini. Kwa hiyo wanawake yeye aliwatumia kama informers au spy ambao wangemsaidia katika kupata taarifa za kuendeleza uongozi wake. Lakini nataka kujua pamoja na wanawake 62 hakuna mwanamke wote alienda kinyume na maelekezo yake kwenye mahusiano yake na nini? Wapo. Na ndio maana kuna chungu ambacho tayari umeshakiona kwenye makumbusho.
kilikuwepo chungu ambacho alikuwa na uwezo wa kumkamata mke wake ambaye amechepuka. Na adhabu ilikuwa unakatwa sikio. Na alikatwa. Aliyekamatwa waliwahi kukamatwa. Waliwahi kukamatwa. Okay. Na ukikamatwa maana yake mwanaume anayekamatwa na wewe anauawa. Okay. Ambacho ndio mfano kama hiki. Ni mfano kama huu. Okay. Sababu hapa ukiona chungu cha namna hii maana yake hiki ni chungu cha dawa. Kwa hapo utachanganya dawa zako na kitakaa kwenye moto. Pandishe juu kidogo tuone. Mambo kilimwengu haya. Mambo yetu ya Kiafrika. Ambapo kile kingi sawa. Kwa wakati wale wanawake 62 ndio yule mmoja alikatwa masikio. Wapo na si mmoja. Wapo ambao kwa sababu unakuta yeye akishapita kwako leo anaweza akaja mwezi wa kwanza mwakani. Mama mzazi. Unatakiwa uwe mvumilivu sana. Na ulikuwa unalindwa, sio tu unakuwa una ngome, unawekewa kabisa. Una kingdom yako. Ndio. Okay. Kwa unawekewa hasa ukizaa mtoto wa kiume unalindwa. Unaangaliwa zaidi, unawekewa zizi la ng'ombe. Sio kama wa kike walikuwa hawaangaliwi, walikuwa wanaangaliwa, lakini wa kiume walikuwa wanaangaliwa zaidi kwa sababu ndio anaendeleza ukoo. Okay. Na ndio maana ukija hata mkoa wetu wa Iringa unakuta tupo ndugu. Yani koo zinaingiliana. Sasa mlinzi ajichanganye na mke wa mfalme. Chungu sio kitu rahisi. Ilikuwa sio kitu rahisi kwa sababu adhabu yake ni kifo. Utakapofumaniwa adhabu yako wewe ni kifo. Kwa ilikuwa inaogopesha. Mke wa mfalme. Lakini pia ukionekana mwanaume umeoa mwanamke mzuri, taarifa zinaenda kwa mtu. Kwa nyumba fulani kuna mwanamke mzuri sana. Kutokea sehemu tofauti. Ndio. Kwa taarifa zikija akienda na yeye anaambia mleteni. Kwa ataitwa yeye, ataitwa na mume wake. Akimpenda unatakiwa umwache. Nzuri hiyo. Ukimwacha na wewe unaangaliwa. Kuna mali utapewa na wewe. Ili na wewe uishi kwa amani. Japokuwa mkwao alichokuwa anafanya anakupima na wewe, anakuambia basi na wewe ingia ndani katika wake zangu na wewe chagua. Kwa hiyo ukijichanganya ukichagua ndio utakapouawa. Unatakiwa ukiingia huko tokea mlango mwingine. Ni mtego mkali. Tunaijua hiyo. Hiyo inaitwa mwana kulitafuta mwana kuligeti. Kwa hiyo kama mimi hapa imetokea nimekuoa binti mfalme ameona mzigo, naambiwa niingie ndani nichague mali yangu. Kumbe natakiwa nijirushe kwenye gorofa lipotee. Sasa kwa mfalme Mkwawa alikuwa na wasichana walizaliwa. Kulikuwa kuna utaratibu gani wa kwenda kuoa pale? Mtu yeyote mtu baki anaweza kaenda pale kuoa? Utaratibu ulikuwepo. Ulikuwaje? Na hupokelewi tu labda una utajiri, labda una pesa nyingi, una mali, hapana. Kilichokuwa kinaangaliwa ni ujasiri. Wewe ni jasiri kiasi gani? Inakuwaje? Kwa hiyo ule ujasiri unaambiwa umlete nyati aliyekufa, maana yake wewe umemuua nyati. Kwa hiyo ukimuua nyati unaoa au simba. Ilikuwa ni nyati. Simba. Okay. Kwa hiyo inatakiwa ulete linyati lako hapa, uchukue mali. Lakini katika historia inasemekana aliyekuja kumuoa dada yake Mkwawa, yeye alimleta nyati mzima. Yaani kuonyesha jeuri kwa yeye ni mwanaume. Shujaa. Kwa alimswaga vipi? Ndio naye alikuwa na uwezo wake sasa. Alikuwa alipendwa sana, lakini kwa kuwa alikuwa ni msaliti katika familia, alikuja kisaliti, hawakujaliwa kupata mtoto. Kwa sababu kingezaliwa kizazi ambacho
ni usaliti. Yeah. Kwa hiyo walimwengu nao wakamtengeneza. Okay. Kwa walijuaje yani? Kuna nguvu gani? Hakupatikana mtoto. Kwa sababu kuna familia zingine zinatokea upati mtoto. Ulishakiuka codes. Kwa hiyo za asili automatically najua hapa hii mbwa hii umekuja samahani niko kwa Malikia. Umekuja kwa ajili ya kupata kitu. Kwa mfano familia zetu hizi hiyo takata. Naongea lugha za vijijini. Huko kwa mfano huyu hapa. Sauti ya mkuu. Uzuri huku ni mboga, haina shida. Mbwa yule. Sasa unasema kuku yule, si wanagonga. Yaani sisi mbwa unajua hata ukiangalia kwenye majeshi, mbwa anatumika katika ulinzi. Haikuwa ndio chakula. Muhehe anaishi na mbwa vizuri kama anaishi na binadamu. Sasa hii notion ya kama mboga ni kweli? Hapana, ni utani. Maharage yanaitwa idogi kwa Kihehe. Kwa hiyo mzungu akaona idogi mbwa. Yes, lakini sio kama tunakula mbwa. Yaani muhehe ukimuua mbwa wake. Yaani ni kesi kubwa. Kumbe sio kweli. Sio kweli, ni utani. Lakini siri kubwa ya mbwa kwenye sehemu hizi, labda wengine tunatunza mbwa labda isivyotakiwa. Labda ina siri kubwa sana, ni ulinzi tu au na kuna na kingine. Mbwa ana tabia ya kumjua kwanza, kuwajua watu wanaoishi nao. Ana hiyo tabia. Ukiishi naye vizuri, hata ukitoka unaporudi unamuona kabisa anakupokea. Kwa hiyo ni mnyama ambaye anaishi na binadamu vizuri sana, lakini kama utaishi naye na wewe vizuri. Ni mlinzi. Mbwa ana tabia akikuona unavamiwa anakusaidia. Yes. Kwa hiyo ni mnyama ambaye kwa sisi Wahehe tunaishi naye vizuri sana. Lakini huwa tunaacha ule utani uendelee na hatuchukii kwa sababu hali halisi na sisi ukweli tunaujua. Unajua kwamba mbwa kweli sio kwamba mlikuwa mnakula ni utani. Hapana, alikuwa haliwi. Sasa kabila ambalo alikuwa anawatania ni kabila gani? Of course makabila ambayo alikuwa anatutania sana sana ni wajomba zetu, watu wa Dodoma, Wagogo, kwa sababu tuna historia nao. Wajomba kivipi, ilikuwaje? Kuna kipindi kilitokea cha yule msaliti alikuja kuoa shemeji yake na mtu na mtu Mkwawa. Ndio. Ambaye yule ndo alisababisha mamake wa mtu wa Mkwawa kujirusha na kupotea. Yes, kwa sababu yeye alikuja kwa nia moja tu. Mtu wa Mkwawa akamatwe. Na alitumwa na nani? Alitumwa na Wajerumani. Kwa ndo msaliti wa kwanza wa kizazi hiki. Kizazi hicho. Japokuwa watu wa kwanza kufika katika maeneo haya alikuwa ni Mwarabu. Ndio maana unaona hata mavazi ya Wahehe ni vazi ambalo linaonyesha asili ya Kiarabu. Na sisi tunaposalimiana Wahehe unabusu na mimi nabusu. Yes. Sasa hiyo sasa naona mbusu. Okay. Hiyo ni salamu ambayo ni kama Waarabu. Sasa hiyo salamu ilikuwa kwa jinsia tofauti au wanaume vipi? Yote naruhusiwa. Kwa nini ile ni amani. Ile kunonesa. Kunonesa yani kumbusu. Kunonesa. Okay, kunonesa imeenda hiyo. Kipindi cha corona nadhani ileta shida. Kufanya kazi kuzuia hiyo salamu. Kipindi cha corona. Sasa hiyo unajua nieleze kidogo. Hayo maradhi yanakuja kwa sababu hatufanyi asili. Kwa sababu dawa ya magonjwa kama hayo ni vitu vya asili. Kuna watu walizaliwa hawajui kama ukijifukiza unajisikiaje. Lakini baada ya corona kuja watu wamejifunza. Tena rais alitoa tamko hilo. Rais wa nchi. Kwa hiyo maana yake kwa watu ambao
wanafanya majumbani kwao ilikuwa ni kawaida. Lakini kwa mtu ambaye hajui, naweza nikatoa mfano wa mji wa Dar es Salaam. Unajua mji wa Dar es Salaam kila kabila limekutana pale. Kwa hiyo watu wameacha asili zao kwao. Hawana muda wa kufanya asili. Ndio. Kwa hiyo unakuta hata zile dawa za kujifukiza huzipati Dar es Salaam. Mtu anaagiza kutoka Iringa. Tunafunga dawa zinaenda. Kwa hiyo inatufundisha kwa tunatakiwa tutunze maeneo yetu ya asili. Kwa sababu sio kama hazipo, zipo lakini hatufuatilii. Mtu anaona uchafu kuoga maji ya mtoni. Yale ni maji, yale ni dawa. Ile sio maji tu. Sio maji. Kwa mfano mimi na ushuhuda, wiki iliyopita nilikuwa najisikia vibaya, nikalala ndani kama siku 2-3. Mlimwengu akaniambia nikamwambia sijisikii vizuri bana, hii safari yetu ya Iringa. Akaniambia nenda mtoni. Nilikuwa najisikia vibaya kabisa. Kwa maua yangu. Nikaenda mtoni, japo ule mto kuna mto huko maeneo fulani Arusha huko. Sema una maji fulani kama ya chai. Nikaona kama maji mbona yanaweza kuwa ni machafu. Lakini nikasema niacha niende hivi. Basi nikafika pale kwenye jiwe, nikachukua maji nikaanza jimwagia. Baada ya kuimwagia nikatembea peku nilivyopewa maelekezo. Sikuvaa viatu. Basi nimetembea peku pale mpaka nyumbani. Baada ya masaa 2-3, mbona nikapata nguvu ya kwenda mjini. Kwa ile maji yana nguvu yake, maji yanayotembea. Wala sio uchafu. Sio uchafu. Naam. Maji, mizizi, majani, magome ya miti, yale yote ni dawa. Ni dawa. Inakuconnect kwenye ulimwengu kabisa. Na ndio maana hata yale maji ya bahari kupwa na kujaa. Anakuambia nenda kaoge maji yanayorudi au yanayotoka. Ile ni asili. Ile ni asili. Lakini mtu anaona ni uchawi. Mtu akivaa kaniki anaonekana huyu mganga. Au nguo zako nyeusi hizi sasa watu wanaona kama mchawi. Mchawi. Hapana. Hii ni asili. Hii ndio nguo ya Mwafrika. Na mkataa asili amepotea. Ni mtumwa. Wewe ukiona unakataa asili, wewe ni mtumwa. Kwa sababu hakuna mganga. Lakini niulize, mtu wa Mkwawa, tumesikia hizi habari za ama jina ya Fatma, Adamu, ni majina ya Kiislamu. Ndio. Ilikuwaje? Nimesikia alikuwa Muislamu mtu. Ilikuwaje kitu? Ilikuwaje akapaka kama Muislamu? Na haikumuathiri? Haikumuathiri. Kwa sababu hakuacha asili yake. Pamoja na kuwa ni Muislamu. Pamoja na kuwa Muislamu. Ilimsaidia. Kwa nini ilimsaidia? Kwa sababu alifundishwa hadi kuandika Kiarabu. Kwa hiyo kuna barua aliziandika kwa maandishi ya Kiarabu kuwasema wenzake ambao wanamsaliti. Yes. Kwa hiyo yeye dini aliipokea kutoka kwa anaitwa Abushir bin Salem, Mwarabu huyo ambaye alikuja ukanda huu kwa ajili ya kutafuta watumwa. Lakini baada ya mazungumzo na kuelewana wakafanya biashara kwa sababu mtu wa Mkwawa ndo alikuwa mmiliki wa mbuga. Sasa hivi inaitwa Ruaha National Park. Sasa umesema Mkwawa, mtu wa Mkwawa alikuwa hapendi kuuza watumwa. Ilikuwaje akamuuzia Bushiri? Hakumuuzia watumwa, walifanya biashara ya pembe za ndovu, ngozi za wanyama, na madini. Hivyo ndio vitu ambavyo walifanya biashara. Kwa hiyo hakubadili jina Mkwawa baada ya kupokea. Hakubadili, ila alipokea jina la Abdalla. Aliitwa Abdalla. Sasa hiyo haikuathiri? Haikuathiri kwa sababu unachotakiwa usiache asili yako. Pamoja na kupokea dini. Pamoja na kupokea. Na ndio maana utaenda duniani kote utakutana na vitu vya asili kama vya kwenu. Tunachotofautiana ni lugha. Ukienda Ulaya utakutana na miti, utakutana na mchanga, utakutana na maji ya mto, vitu viko vile vile. Ingekuwa labda kuna sehemu hukuti vile vitu, ningesema asili labda ina sehemu na sehemu. Lakini ipo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe usiache asili yako. Je, na wasaidizi wanaokaa karibu na Malkia walikuwa wanatakiwa wafanyeje kwa Malkia wake? Nguo walikuwa na shughuli gani kama walikuwepo? Walikuwepo. Hasa asili ya mtoto wa kike nyumbani ni kupika,
Kwa sisi asili ya Wahehe ni kupika, kumwandalia. Kwa mfano Mkwawa yeye alikuwa karibu sana na mama na dada yake, kwa hiyo wale walikuwa wanamwandalia hata zile dawa za asili. Kuoga dawa sio uchawi, ile ni asili, unajipa nguvu. Kwa sababu kuna miti kabisa inajieleza kuwa mti huu ukiuoga unakuwa unajiamini, unatoka uoga, unakuwa na mvuto. Vitu vipo kabisa. Mtu anachukulia labda kutumia vile maana yake labda ni aibu kwa jamii. Hapana. Hapana, ni vitu vya kawaida. Mtu wa Mkwawa alikuwa anapotea. Anaweza akatembea na akifika sehemu akiona Wajerumani anapotea, inaonekana nyayo yake tu inapita. Ule ni uwezo wa asili. Baada ya kuuga dawa. Tuliwaambia. Washirikina. Hiyo nzuri hiyo. Mkwawa Mkwavinyika Mahinya ilimwiganga. Mkali kuvagosi kuvadala tage matenengo. Maana yake Mkwawa Mkwavinyika Mahinya ilimwiganga. Yaani Mkwawa alikuwa ni tajiri wa ardhi, mmiliki mkubwa wa ardhi. Mkali kwa wanaume, mkali kuvagosi, kuvadala tage matenengo. Kwa wanawake alikuwa mpole sana. Niko hapa. Na akasema Mahinya ilimwiganga, yani kitakachomweza yeye ni ardhi tu kuzikwa, lakini hakuna kitu kitamweza katika dunia. Naona mkali kuvadala au Sekilonge. Jina langu la asili naitwa Sekilonge. Jina lile la babu yake Mkwawa. Babu yake Mkwawa aliitwa Kilonge. Kwa sababu mtu wa kwanza ambaye alikuwa ni msaliti wa mtu wa Mkwawa ni ndani yake mle kikulacho kinguoni mwako. Hawezi kukusaliti mtu ambaye hakujui au anatoka mbali. Ni yule ambaye anakujua. Kwa hiyo alifanya vile kumsema Melele pamoja na viongozi wengine wafalme wa kipindi hicho. Ni kwa sababu wale walikuwa tayari wanaanza kuwaelewa Wajerumani. Ndio mtu wa Mkwawa akakasirika kuona mimi nawaambia msiwe na mahusiano na hao watu wabaya, nyinyi hamtaki. Kwa hiyo ndio maana aliwapiga, lakini zile taarifa za usaliti alimwambia Abushiri bin Salim. Alikuwa kama anamdilisha story lakini sio kuomba msaada. Kwa Mwarabu. Mwarabu sio kuomba msaada. Wale walielewana. Marafiki wa. Ndio maana alimletea bunduki. Yes, hata hizi pia. Alimletea bunduki. Hii hapa ndio alimletea. Ni baadhi ya bunduki zile ambazo za zamani za muda mrefu. Kwa hiyo angalia risasi sije kanirukia. Kwa hiyo ni bunduki ambayo aliletewa na Abushiri. Si hii, lakini ni mojawapo kati ya zile ambazo zilitengenezwa mwanzo. Kwa hiyo maanisha bunduki hii mtu Mkwawa alishai kuishika? Hapana, mtoto wake. Mtoto wake. Kwa hiyo zililetwa baadaye. Kueleza nini kinaendelea. Sio kwamba anaomba msaada. Hapana. Msaada wa kuomba. Alikuwa anajimudu yeye kama. Yeye alijimudu sana. Na ndio maana aliweza kushinda ile vita ya Lugalo tarehe 17 Agosti 1871 saa 2 asubuhi. Mwanaume alikuwa kamaliza kazi ya kuua makomando 300 Kijerumani. Nataka damu. Sasa kwamba Mkwawa wanaume wake ulionekana baada ya kufanya nini? Asubuhi kuwamaliza. Maana sio kwa kuwaua tu. Aliwamaliza. Makomando 300 wa Kijerumani. Sasa baada ya Mkwawa endelea hapo. Vita ile ilifanyika eneo linaitwa Lugalo. Liko wapi ile eneo? Ni kilomita kama 30 kutoka hapa. Hapo mjini, hapa mjini Iringa. Hapa Ngomeni. Kalenga. Ndio. Hapa Ngomeni hapa. Na sio kama lilichaguliwa tu. Hapana. Lilipimwa kwa vipimo maalum vya kiulimwengu, vya asili. Vya asili. Hivyo havikwepeshi. Yaani havitoi majibu negative, positive.
havitoi bla bla, hazina bla bla, yani hakika pale palipopangwa kama ni ndoto ilioteshwa basi ni pale pale walipomalizwa. Yes, na katika msafara wao kutoka walikotoka wale Wajerumani walitegemea au wenyewe walijipanga kwenye mida ya saa 5, saa 6 au saa 10 wao walivyojipanga. Lakini kwa kuwa mkao ya jioni ili wapigane, kwa sababu ukiangalia distance na muda ambao ilitokea vita hiyo ilikuwa ni asubuhi. Maana yake saa 3 kwenye maandishi inatuambia na simulizi kuwa saa 3 asubuhi alikuwa kamaliza kazi. Kwa alianza kazi saa 11 alfajiri. Na aliwamaliza wazungu wa Kijerumani kwa kutumia mkuki. 300 wao wana silaha, wao jeshi la mkoa lina mkuki. 300. Hata lile eneo letu la kijeshi kule Dar es Salaam ni kwa ajili ya heshima na ile alitoa mawazo hayo aliyatoa babu yangu speaker. Kwa eneo lile basi liitwe kwa kutunza ile heshima ya mtu Lugalo. Kwa sababu katika historia ya Tanganyika hadi Tanzania hakuna kiongozi aliweza kupigana na kuwaweza wazungu kama mtu wa Mkwawa. Mpaka leo. Makofi. Makofi kwa mtu wa Mkwawa. Dakika 2 za kumkumbuka marehemu. Sio marehemu yule hayati. Maana yake tunajifunza kuwa dila zilikuwepo toka 1800. Yeah. Kabla ya mzungu. Sio kama umesikia hapo, ongeza sauti. Dila ni ramani au unaweza nikasema ni rada. Yes. Kwa ile rada ilikuwa inasoma, lakini lazima uchanganye dawa za asili ambazo zile dawa mama yake ndio ilikuwa kazi yake. Alikuwa fundi. Ndio alikuwa fundi mwenyewe. Fundi Samueli. Mama shujaa Sengimba. Hiyo jina tuliweka kwenye rekodi Sengimba. Kwa mama. Ule ndio mama. Unapogombana na adui wako, unatakiwa ujue namna gani ya kumshinda. Yaani maana yake unatakiwa ushinde kabla hujafika. Kabla tengeneza mazingira ya ushindi. Unayatengenezaje? Lazima kwanza uangalie eneo wapi mtakutana. Sijui niongeze sauti kama watu wasikie vizuri. Na kitu ambacho nilijifunza mtu wa Mkwawa hakuogopa vita, na ndio maana alimfuata adui yake, hakumsubiri afike. Kwa hiyo tunajifunza kuwa adui unapopigana naye mfate. Ukimruhusu akufuate kwenye ngome itakuwa ni rahisi kukupiga. Kwa hiyo yeye alimfuata. Mkwawa alikuwa anatumia mikuki na askari wake. Ndio. Sasa najiuliza ujasiri huu ulitokana baada ya kuchanganya dawa zetu hizi. Kwa sababu hata ile mikuki ilikuwa na sumu. Maana yake hata utakapochomwa ni ukwaheri. Yaani hamna majeruhi. Lakini mtu wa Mkwawa alikuwa na akili kiasi gani? Aliwamaliza wale Wajerumani, lakini alimwacha mmoja arudishe taarifa. Hakumuua huyo mmoja. Hakumuua, alimwambia wewe sasa tunakuacha. Kawapelekee taarifa wenzio kuwa huku sio kwenu na hamtokuweza. Movie ndio linaanza sasa. Tintin, makosha shasha. Sasa kuna nani kutokana na historia kama tulikuwa tunazungumza hili neno Lugalo maana yake ni nini kwa Kihehe? Lugala ni pombe. Ni dawa ambayo ni majani ambayo ukiyachanganya na dawa zingine unapata hiyo Lugala ambayo ukinywa unasinzia. Okay. Maana Lugalo. Kwa Lugala ni dawa. Ukichanganya na nini umesema? Kuna dawa zingine ambazo ukizichanganya unapata ulevi. Kile kitendo cha kulewa ndio Lugalo. Kwa hiyo alinyweshwa hiyo dawa. Yaani hao walitegwa hiyo dawa kalala. Hiyo dawa walikuwa wameshaandaa ile eneo. Lakini kwa nini vita ilitokea? Ni kwa sababu walivyojipanga wenyewe walikuwa wamelala kwenye majani na walivaa majani. Kwa hiyo wakimsubiri adui kwa sababu walijua ndio njia ambayo atapita. Au maskari wa Mkwawa. Kwa hiyo wakasema wanasubiri wataingia kwa sababu eneo ukiliona maana yake limekaa kama shimo. Kwa hiyo wenyewe wakawa wamelala chini wanasubiri waingie.
Kwa hiyo wenyewe alisema atakapoingia mtu wa mwisho Muhehe mmoja atapiga kama baruti kutoa mlio ambao utawafanya waamke ili wawavamie. Lakini kabla hawajaingia wote, mzungu mmoja, komando mmoja, askari wa Kijerumani alimuona kunguru. Kwa hiyo akampiga. Baada ya kumpiga, Wahehe wakaamka wakijua tayari na ndio maana kuna baadhi ya askari wa Kihehe waliuawa kwa sababu maagano na kitendo ambacho kilifanyika kilikuwa tofauti. Kumbe walikuwa hawajaingia wote. Yes. Basi kwa hiyo ndio vita. Kwa waliokufa 300 na pointi 300 kamili. 300 kamili. Au waliokufa 300 ni wote walikufa au kuna baadhi walibakizwa? Kwa sababu alibakizwa ni mmoja. Ni mmoja peke yake. Na sio kwamba wale askari wa Mkwawa baadhi walikufa. Baadhi walikufa. Okay. Baadhi walikufa kwa sababu walikuwa hawajaingia wote kama ile kodi ile ilichenga. Yule askari aliharibu wa Kijerumani. Kwa kunguru aliingilia rada ya vita. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba tukiweka kumbukumbu katika historia kwamba Mkwawa ni moja ya Waafrika wana wa asili wa bara hili aliyewahi kuwashinda Wajerumani katika vita kwa kishindo. Tunaweza kusema hivyo? Kwa kishindo, na haikuwahi kutokea tena. Haijawahi kutokea. Ni akili ya mtu mmoja mwenye uwezo mkubwa ambao uliwafanya Wajerumani wakakata kichwa chake na kwenda nacho kwa ajili ya kufanya uchunguzi, kupima IQ. Na ndio maana unaona hapa kuna picha za mafuvu yote yalichukuliwa ili kumjua Muhehe ni mtu wa aina gani. Na kuna namba naziona kwenye mafuvu haya. Mzee, ile video umeshaichukua bila shaka. Hii hapa ni AC586. Waoneshe. Maana unaweza kuzoom hapo ili watu waone hizo namba. Zimewekwa ni kwa sababu ya utafiti zetu ambao waliyachukua na wakafanya utafiti. Kwa hiyo ziliwekwa namba kwa sababu kuna maelezo yake. Kila fuvu lina maelezo yake, ni nani fukuliwa wapi. Haya yote yalikuwa yameshazikwa. Kwa hiyo maana yake walifukua wakatoa vichwa. Wakaenda kufanya uchunguzi. Na majibu wanayo na yameshaandikwa kuwa hakuna mtu mwenye akili duniani kama mtu mweusi. Asante, ongeza sauti. Kwamba hakuna mtu duniani mwenye upeo mkubwa wa akili kama mtu mweusi Mwafrika. Yaani wazungu wenyewe wamenyoosha wametubu. Alafu unasema sikupata division 1 pumbafu. Baada ya vita mzungu alikasirika sana. Mjerumani huyo alipata hasira na alirudi kujipanga. Lakini kwa sababu na mtu wa Mkwawa naye alikuwa na nature, alikuwa na akili, alijua kabisa wa watu iko siku watarudi. Lakini kitu ambacho yeye alikifikiria kwa uwezo wake, alijua kabisa zile risasi atatengeneza ngome ambayo risasi haiwezi kupita. Lakini kumbe Wajerumani walivyoenda kujipanga, walijipanga kuja kurudi na mabomu. Kwamba wale watu hawawezekani. Kwa hiyo ngome aliyojenga pale tumeona ilikuwa na ukubwa unene wa mita 3. Unene wa ngome, ukuta wake ilikuwa ni mita 3. Ukuta ambao ulijengwa kwa tope na mawe. Ukija Iringa wa mita 3, huo ni upana. Na ambazo ni futi 10 hizo. Zilikuwa 2. Moja, ngome ya kwanza ilikuwa na kilomita 12. Kuna ramani ndani bila shaka. Ipo, ilikuwa na kilomita 12 na ya ndani na kilomita 9. Maana yake ile ya 12 kule walikuwa wanakaa askari kulinda. Na ile ngome ya ndani ambayo walikuwa wakiishi sasa familia, jeshi lake wanakaa mle ndani, ambayo ndio ile eneo tulilopo. Yote ilikuwa ni ngome. Yote ilikuwa ni ngome. Maana yake ilikuwa ndani ya huo ukuta. Ilikuwa ndani ya ukuta. Na hata ukiangalia jiografia yake, tumezungukwa na milima. Kwa hiyo nje ya ngome ile ya kilomita 12 bado kwenye milima kulikuwa na walinzi tena.
Na niona huko pembeni kuna milima kwenda iona. Kuna milima kuangalia wanaokuja. Na ndio mtu mweusi kugundua hata maandaki. Mtu wa Mkwawa alichimba maandaki. Hakuchimba maandaki tu, alichimba hadi miti. Akikuta mbuyu anauchimba, anaukata, lile ganda la juu manake ana uwezo wa kuingia na wakalirudishia lile gamba. Na bado mtu ukija usijue kama ndani kuna mtu. Ipo. Mpaka leo hiyo miti ipo. Mkwawa huyo. Na ikiwa inaishi mpaka leo. Kama ule tuliopiga picha wakati tunaingia. Ule huko Mlambalasi wa mbuyu ambao alikaa miaka 2. Ndani ya mti wa mbuyu. Na kuna maji humo kwenye mti. Maji yako mto umepita. Alikuwa hawezi kukaa sehemu bila maji kwa sababu maji ndio uhai. Ndio maana hata alipotengeneza ngome alipitisha mto ndani. Huu mto Ruaha ulipita ndani ya ngome na ukaelekea Ruaha National Park. Ni aliuchepusha yeye mwenyewe kama mfereji tu. Na baadaye ukakua ukawa mto. Ngome imekuja kujengwa katikati. Kwa hiyo inawezekana hata mambo mengine kwa sababu kulikuwa na usaliti wa yule shemeji na mapigano yalitokea. Na Mkwawa alikimbia akaenda Dodoma akakaa miaka 2. Alipopokelewa kule na familia ambayo inasadikika waligombana mwanzo, alafu babake wa Mkwawa alifukuza ile familia ambayo ndio ilienda tena kumpokea kule. Na kule walisema kabisa sisi tutakupokea kwa sababu baba yako sisi ndio alitufukuza kutokana na makosa ambayo yalitendeka. Lakini sisi tunakupokea na tutakupika. Ni kweli alipikika. Alitengenezwa. Ndio maana wenzetu wa Gogo tunaita wajomba zetu. Walitupokea manake. Sasa wala askari wa Kijerumani 300 waliokufa walizikwa wapi? Au miili ilichukuliwa? Shujaa mtu wa Mkwawa bado narudia ni mtu aliyekuwa na akili. Alijua asiporuhusu wazikwe sisi kizazi chake hatutokuja kushuhudia ushujaa wake. Kwa hiyo kaburi lipo na eneo lipo la kaburi la hawa Wajerumani. Na ni kitu ambacho kinawatesa mpaka leo Wajerumani kuona ndugu zao waliuawa na kuzikwa huko. Walizikwa kaburi moja wote wote 300. Wote 300. Na majina yao lipo Lugalo. Taenda kuliona. Na hapa ndani ya ngome kuna kaburi la komando mmoja wa Kijerumani ambaye yeye alifanikiwa kuvuka ngome ile ya kwanza. Ile ya kilomita 12. Alikamatwa na walinzi na aliitwa Mkwawa, akaambia huyo anakuja kumalizana naye mimi mwenyewe. Akamuua na akaamuru azikwe hapa hapo. Kwa hiyo kaburi lake liko pale, aliitwa Eric Mas. Kaburi liko wapi? Liko jirani na hapa. Jirani na hapa. Okay. Wakati tunaingia kuna kibao kimeandikwa Mjerumani. Walikuwa na hicho ni kibao kimeandikwa Mjerumani, lakini tayari tulishakaa na mtu wa Adam wa pili. Hatutotamani kuona kumbukumbu ya Mjerumani katika eneo la kijiji cha Kalenga. Kwa hiyo maana yake tutakuja kutoa. Viliwekwa tu bila taarifa. Labda walifuata labda uongozi wa kijiji. Lakini kwa asili yetu sisi hatuhitaji kuona kumbukumbu yoyote ya Mjerumani. Haitusaidii sisi kitu. Sisi tunataka tuone majina kwa sababu walikuwepo askari kama hawa. Walikuwa askari ambao walikuwa hodari wa hapa kwetu. Lakini pia katika historia tuna eneo linaitwa Kitanzini. Eneo lile alinyongwa mdogo wake wa mtu wa Mkwawa. Na huyo bwana ndio alisadikika kuwa mwanaume handsome wote kipindi hicho. Na ndio ambaye angalau alithubutu kupigwa picha. Kwa picha yake ipo. Nadhani hata chifu Mkwawa alikuwa ni handsome. Of course, mtu wa Mkwawa. Unaona? Alikuwa handsome sana. Uone vitu sana. Alikuwa na wake 60 na. Alikuwa ni handsome. Kwa sababu naye alikuwa na mchanganyiko fulani. Kwa sababu kiasili babu zake Mkwawa walitoka Ethiopia. Ndio asili. Ndio maana naona kuona. Mwenyewe nakuona. Mimi mwenyewe naona kwa mbali. Kwa hiyo kwa nini alinyongwa mdogo wake wa mtu wa Mkwawa? Ni kwa sababu mtu wa Mkwawa alikuwa na uwezo wa kujifanya kagombana. Yaani alitengeneza scenario ya kuwa kagombana
mdogo wake ajionyeshe kwa Wajerumani kuwa yeye anamsaliti na anatoa siri za kaka yake. Kumbe yeye ndo alikuwa anachukua information za Wajerumani na kumletea kaka yake. Lakini baadaye walikuja walimgundua na alinyongwa. Alinyongwa na Wajerumani. Na Wajerumani. Eneo linaitwa Kitanzini pale mjini. Okay. Na nani inasemekana kwamba kwa lugha nyingine unaweza tukasema kwamba Mto Mkwawa yeye ndiye alikuwa Mwafrika wa kwanza kuanza kuzika watu wengi kwenye kaburi moja. Yaani kaburi ya halaiki tuseme. Ukiangalia kama ni 1800 hakukuwa na hilo jambo Afrika, manake alikuwa ni mtu wa kwanza. Mtu jiulize Afrika kipindi hicho nani aliua watu wengi waziko kaburi moja. Kwa hiyo uongozi wake ulikuwa umejipangaje mpaka wengine wanaenda kupigana, wengine wanalima, wengine wanaenda kuwinda na watu wanaanza kuishi vizuri na kufanya kazi. Yaani ule umoja ulikuwaje? Yaani ule umoja ndio maana nasema mkiishi kiasili mtapangiana majukumu. Kwa nini sasa hivi wimbi kubwa la wanawake wanajitafutia maisha? Kwa nini wimbi kubwa la watoto wa kiume wanahama makazi yao ya asili, wanahamia sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta maisha? Mimi yote najifunza kuwa wazazi wao hawakujipanga. Hawakuheshimu asili. Kuna vitu ukiviishi unaona kabisa huyu mtu hana asili. Kuna watu, naomba nitoe mfano wa mji wa Dar es Salaam. Kuna watu wanaishi Dar es Salaam, hajawahi kwenda kwao. Toka amezaliwa, kazaliwa Dar es Salaam, anakula, anaishi Dar es Salaam, anasoma Dar es Salaam. Hakujui nyumbani kwao. Kwa hiyo unakuta anakuja anapata shida, muda mwingine labda anaanguka kama kifafa. Mambo yake hayaendi. Kumbe anatakiwa arudi kwenye asili. Ile spirit ya wazee wake inamuita nyumbani. Lakini inapokuita haikuiti kwa mazuri, lazima uteseke. Yes, ili ukiteseka upate jibu. Kwa hiyo unatakiwa kurudi kwenu. That's true. Ndio urudi kwenu. Sasa kwa nini mpaka upate shida urudi kwenu? Unatakiwa urudi kwenu. Wenzetu Wachaga tunajifunza makabila mengine kwa wenzetu wale. Inawezekana maendeleo yao ni kwa sababu wanarudi kuchukua baraka nyumbani. Ile ni baraka kubwa sana. Wanaheshimu asili yao. Wanaheshimu asili yao. Yeah. Sawa. Haya. Imeshakata hiyo kamera na sauti. Niongee kidogo. Wacho knows.